Mimi naitwa Peter Shambi, ni katibu mkuu chama cha Wiper kaunti ya Taita Taveta, na pia ni nominated MCA. Nafanya kazi katika bunge la Taita Taveta County. Leo tumekuwa na kikao kizuri ambapo tumeweza kuengage wananchi kama viongozi. Wananchi wameweza kutoa hoja zao, wamezungumzia mambo mengi kuhusu uhusishaji wa vijana katika masuala ya siasa, wakazungumzia kuhusu jinsi tunaweza kuhusisha hata wamama katika masuala ya siasa, na ni mambo gani ambayo wangetamani yaweze kutekelezwa na viongozi wao iwapo tutaweza katika awamu hii ambayo tuko. Na la msingi zaidi ni kwamba wananchi wameweza kujitokeza na wamekuja kimasomaso wakielezea kero zao. Kero ya kwanza, wamezungumza masuala ya afya, jinsi gani ambapo hali ya afya imezidi kudorora katika kaunti ya Taita Taveta, na kumekuwa na mjadala kwanza kuhusiana na masuala ya bajeti na jinsi gani bajeti inavyoenda kutekelezwa. Ya pili, wamezungumzia kuhusu kero la maji. Hivi sasa tunavyozungumza ni kwamba sehemu kadhaa katika kaunti hii ya Taita Taveta haina maji. Tukianza na kule Mwatate, sehemu nyingi Taveta hakuna maji, na hata pia zaidi ya hapo kuna masuala ya bili za maji ambayo inaletwa na shirika la Tavevu. Wamelalamika kwamba lazima viongozi waweze kushughulikia masuala ya maji, na pia wameelezea kwamba serikali ya kitaifa imekuwa iki promise kwamba wataweza kuleta maji kupitia kwa Mzima 2, na wamekuwa wakitusukuma sisi kama viongozi tuweze kufuatilizia hili swala na viongozi wa kitaifa, tuweze kujua haya maji ya Mzima 2 yatafikia lini wananchi. Masuala mengine ambayo wamezungumza ni mgogoro ya mambo ya ardhi, kwamba viongozi wako na jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba kila mwananchi ameweza kupata hati miliki. Sehemu nyingi hata hapa mjini Voi kumekuwa na changamoto sana ya masuala ya ardhi. Ukiangalia sehemu kule kama sehemu ya Sofia, sasa hivi wanaishi na hofu kwamba wakati wote wanaweza kung'olewa, kwa sababu shirika la NTSA wamekuja pale wakasema kwamba ile ardhi ni yao, na watu wamekuwa kiuliza maswali wakisema ardhi inakuwaje yao, na shirika la NTSA ilianzwa mwaka wa 2012 na wakati kuna wananchi wameishi pale zaidi ya miaka 40. Ukiangalia juzi watu wamevunjiwa nyumba zao sehemu za Sambweni. Ukiangalia hivi sasa tunavyozungumza hapa sehemu ya Sikujua pia kumekuwa na changamoto hiyo ya ardhi, ambapo wananchi wanazozana pamoja na kanisa la Catholic. So ukiona kwa ujumla, ukienda katika sehemu ya Kasigau nzima a whole ward haina title deed hata moja, na ambapo hiyo ward ndio inashikilia ranches zaidi ya 17. Sasa kumekuwa na tatizo, wananchi wamekuwa na hilo kero wakisema kwamba lazima viongozi washughulikie masuala ya ardhi. Na la mwisho ambalo naweza kuzungumzia sasa ni kwamba wananchi wametaka sana kuwe na hali ya uwazi ama transparency katika management ya affairs. Wajue ni pesa ngapi ambazo zinakuja kutoka wapi, wajue hizo fedha zimeweza kutumika vipi, kuweze kuwa na hali ya kufanya public participation, maoni yao ambayo wanatoa yawe pia yanazingatiwa. Wamelalamika sana wakisema kwamba kuna sehemu nyingi ambazo wananchi, county government imeenda kutoa maoni, kuwaita watoe maoni yao kuhusiana na masuala fulani, lakini hayo maoni wakiyatoa hawaoni yakitekelezwa katika zile stakabadhi za kiserikali, iwepo ni bajeti ama ni CIDP ama ADP ama development document yoyote. Kwa hivyo ni masuala ambayo wamezungumza na wamekuwa wazi, na sisi kama viongozi tumeonelea ni vizuri mambo haya tuweze kuyavalia njuga na tuweze kuyashughulikia, ili ikifika mwaka wa 2027 tunapoenda katika kura nyingine, wananchi wawe wanaweza hold accountable na yale mambo ambayo tumeweza kuwafanyia kwa mujibu wa ile kazi ambayo waliweza kutupatia kama wananchi.